Nisomee maandiko yanasemaje? Wakorintho wa kwanza 16 kuanzia penyewe inasema hivi. Sikiza hayo maandiko. Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu. Nitasimama. Tuendelee. Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu. Kwa habari ya lile changizo kwa ajili ya watakatifu. Sema watakatifu. Watakatifu. Kama vile nilivyowaamuru makanisa ya Galatia. Nanyi fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba yake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Sikiza vizuri. 3. Ngoja kidogo. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa kwanza. Sikiliza vile maandiko yangu yanasema, na usikilize na yako. Alafu ujue si gari zote zinaanzanga safari zinafika nyumbani. Zingine zinafikanga msituni, unauliza kwani huku ni wapi? Wanakuambia tulifuata huku kwa sababu ya jamu. Sikiza vile yangu inasema. Sikiza vizuri. Soma hiyo yako. Wakorintho wa kwanza 16. Inasemaje? Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu. Sikiza vizuri. Na yangu inasema basi kuhusu changizo kwa ajili ya watakatifu. Endelea. Kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia. Kama nilivyoagiza makanisa ya Galatia. Nanyi fanyeni vivyo. Yes, fanyeni vivyo hivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake. Siku ya kwanza ya Ijumaa kila mmoja wenu atenge kiasi cha fedha. Yako inasemaje? Kila mtu kwenu na aweke akiba kwake. Akiba kwake ya kufanya nini? Kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Ya kufanikiwa kwake. So aweke akiba wapi? Namba 2 yangu inasema hivi. Siku ya kwanza ya kila Ijumaa, yani Sunday. Hii ndio siku ya kwanza kwa wiki. Yani ambayo inakuja, inasema siku ya kwanza ya kila Ijumaa, kila mmoja wenu na atenge kiasi cha fedha kulingana na mapato yake ya fedha hizo, aziweke akiba ili nitakapokuja pasiwe na lazima ya kufanya mchango. Kwa hivyo nitakapo asili nitawapa wale mtakao wachagua barua za kuwatambulisha ili kuwatuma wapeleke sadaka zenu huko Jerusalem. Kama ikionekana ni vyema na mimi niende, basi hawa watu watafuatana nami. Na anazungumzia sadaka, kuchanga. Biblia inasema hili ni changizo kwa watakatifu walioko kule Galatia. Paulo anawaambia njia ya mafanikio ni moja. Unapoenda kuabudu Mungu, tenga kiasi cha fedha ulizofanikiwa. Kwa sababu gani? Wewe ni mtakatifu. Kuna watu tofauti duniani. Kuna watu watakatifu na kuna watu ambao ni watakatifu kutojielewa. Tenga kiasi cha fedha kwa ajili ya baraka zako, na wakati wa mchango tutachanga kwa sababu inatupasa kufanya hivyo. Kuna watu ambao Biblia inatuambia waliochaguliwa, vile ambavyo tumewachagua pale nyumbani, tumewachagua hapa kanisani. Kuna watu ambao wanachaguliwa lakini hawajielewi. Na kama huwezi jielewa, basi hata wewe uliyechaguliwa na Mungu hauwezi jielewa. Unakosa kupata huduma yako vizuri kwa sababu ya kufanya nini? Kuchaguliwa. Kuchaguliwa kwako haukutambua.
haukuelewa. Changizo litafanyika kwa maana ni wakati wa changizo kufanyika. Changizo litafanyika. Bwana apewe sifa. Akaniambia kwamba watu hawana pesa. Watu hawana pesa. Nikamwambia enda asimame pale Naivas. Asimame tu. Watu hawana nini? Enda asimame wapi? Watu hawana nini? Ama ende showroom mahali wanauza magari. Asimame tu. Asimame. Watu hawana nini? Hata wanasema Kongo hapo tuko supermarket. Watu anatoka tu hapo karibu. Watu hawana nini? Mnanipata kweli wa baba? Watu hawana nini? Alisema watu hawana pesa, lakini yako na pesa. Alisema watu ndio hawana. Nilimwangalia, nikajiangalia, nikanyamaza kimya. Bahati nzuri nilikuwa napita the same pale Kongo. Nikawa kwa jam. Nikaona jamaa anaingia kununua matumbo. Nikasema kweli watu hawana pesa. Sema amen. Nataka kueleza hivi. Hakuna wakati ukiogopa hautawahi fanyia Mungu kitu. Na ukiogopa kufanyia Mungu, hata wewe mwenyewe hutafanya nini? Hautafanya nini? Haleluya. Jehova tukuzwe. Hautawahi fanya kitu. Lazima tujinyime. Tufanyie Mungu kwa sababu ashatufanyia. Isifike wakati wa Mungu ndio tuseme hauna. Tulikosa tu tangu kitambo. Na kama ulikuwa nao wakati wa serikali nyingine, basi si ungefanya. Bado ulisema watu hawana nini. Pigia Yesu makofi kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo Biblia inasema changizo lipo. Wakati wa uchumi, ni nani atarekebisha asipokuwa Mungu? Ni watu watakatifu. Na kama hukuchaguliwa, si ati kwamba wewe ni mtakatifu, lakini tunaenda kwa imani. Yoshua aliambiwa na Mungu, chagua watu mashujaa watangulie mbele. Waisraeli wawafuate polepole na wasiwawache. Maana hao waliotangulia ndio wamebeba sanduku la agano. Wenye tumewachagua, hata kama wewe ni maskini, bora ama afadhali umechaguliwa. Kama jina lako linaweza tajwa ukawa ndani ya watu wa kutoa, ujue Mungu ashakukubali. Usipinge. Ukipinga umejifungia. Jehova tukuzwe. Narudia tena, si Mungu ainuliwe. Msichana akiendelea kukua, anapata ndoa. Inategemea alipata kwa njia ipi. Kuna yule anapata ndoa kama hajawaiza, na hata kama anazaa bado ilikuwa ndoa. Si ni ukweli? Yes, haleluya. Hawezi mpaka upendezwe kama hujazaa, na hata hatujui kama utazaa. Then ukipendezwa, then unaoleka. Unaoleka alafu ukikaa ndio unazaa. Hawezi sema nizae ndio nioleke. Hautaambia Mungu nibarikiwe ndio nikutolee. Toa wakati ambapo unaendelea kwenda mbele, na Mungu naye atakuja kupa uzao wako. Tuangalie kitabu hiki. Moto wangu hautazima, mtaweka tu makaa mpaka mwisho. Yohana 13:19. Inasemaje maandiko? Yohana 13:19. Yohana 13:19. Soma maandiko. Yohana 13:19 inasema ya kwamba, yes, tangu sasa nawaambia kabla hayajatukia, ili yatakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Niliwaambia. Bado kanasema
tazama ninawaambia kabla hayajatokea, ili ujitetee. Na ikiwa hutajitetea, yatatokea. Ndio uamini mimi Mungu alinituma. Tusome kitabu cha Danieli. Danieli ngapi? Danieli 10. Hebu nisomee 17. Inasemaje? Danieli 10:17. Danieli mlango wa 10 mstari wa 7 inasemaje? Kwa hivyo maandiko yanasema kabla lijatokea chochote kilichotendeka kwako, kuna mtu aliona, lakini angekuambia haungeamini. Then kama alikuambia haukuamini, yametokea, ndio uamini alikuwa nabii. Vile unaona nikiambia yule dada, nimeambia yule mama, Mungu amenituma kwako kuhusu mtoto. Vile unaona vile Roho Mungu anasema. Danieli 10:7 inasemaje? Hakuna mwingine ana Biblia, saidie yeye. Napenda some tu maandiko haraka. Danieli 10:7 inasema, nami Danieli mkaona maono haya. Rudia tena, kuna kitu rudia. Nami Danieli nikaona maono haya. Yes, nami Danieli nikaona maono haya peke yangu. Maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya. Kwa hivyo inamaanisha Danieli peke yake ndiye aliona maono peke yake. Watu waliokuwa na Danieli hawakuona maono. Maandiko yanasemaje mbele? Lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakikimbia ili kujificha. Yani walipoona Danieli ameona maono wakashangaa. Angalia, tukiwa mwenye dhambi, hata ukiwa mtenda dhambi kama Saul, ni neema Mungu anaweza kuonekania ukaona maono. Aliona nuru peke yake na ni mtenda dhambi. Maaskari wazuri hawakuona, lakini ilimwangusha chini. Ilipomwangusha chini kwa sababu ya utenda dhambi, akawa kipofu kuamuka. Mungu amebadilisha macho yake. Danieli aliona maono peke yake. Unaniuliza nako na watu, lakini aliona maono. Kwa nini naona maono peke yangu? Mbona aone peke yake? Hausomi Biblia. Danieli aliona maono peke yake. Jehova atukuzwe. Kitabu cha Waebrania, mnaandika na imani muandika. Niliwapa kitabu kizuri ambacho naona mtu anauliza, kwa nini tunanunua maji kanisani tukinywa? Jameni, kitabu gani? Mungu akubariki. Kumbukumbu la Torati inasemaje? Kumbukumbu la Torati, nunueni kwao vyakula kwa fedha na maji, mununue kwao mkanywe, mutumie kwa mununue. Hajasema kwa mpewe bure. Kitu kilichotakazika si vizuri upokee bure, maana kina sadaka yake ndani. Kuna njia ambazo watu walikuwa wanapata neema. Vile umesikia mtumishi akisema, Elisha alipokutana na mama yule ambaye alikuwa mjane, Elisha alijua huyu mama hana, lakini akamwambia, najua huna, lakini ili upate usikose kufa kesho, lazima ujitoe, niletee chakula. Hiyo ni sadaka, maana chakula kinanunuliwa. Na huyo mama alikuwa na ugumu wa moyo, vile mnasema tu saa hizi. Akawa na ule ugumu wa moyo. Maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Mume wangu alikufa, sina mbele na nyuma. Huyu mwanaume anatuambia nini? Anaona tunaweza changa saa hii. Anaonako vile hali iko. Mpaka vikundi fanyike. Sisi tunaandaa kikundi cha watakatifu, na wanaandaa kikundi cha vita. Wapinzani wa vita wa maroho. Shout amen. Yarudia, sema amen. Unajua kuna ndugu anaitwa nani? Anaitwa Morgan. Morgan amekuja Ingozi. Acha kuja. Njoo. Wewe ni Morgan. Morgan yako wapi? Hebu kuja.
Hakuja. Mlipata simu kuja hapa. Kwa nini hakuja? Ni kwa sababu aliniahidi atanisupport, anaambia hakunisupport. Kwa hivyo mke, wewe ndiwe Mungu alinionyesha maono kwako, nikamwambia akuja akwambie. Sinaona mimi ni nabii. Aliniambia. Alikwambia. Alafu sisi mimi ni nabii, sasa wewe umekuja mmefanya shift Yeye amebaki ukuja. Mungu akubariki sana. Alikuja jana, mimi sikuja. Si wewe ukuja, sasa leo umekuja haja kuja. Hivyo ndio mnamezoea. Ni vizuri tu. Kwa hivyo na imani ya kwamba kama alingeleta amemtuma. Si vizuri? Simpigie Yesu makofi. Unajua, ngoja niulize, mlipata simu? Tulipata. Mlipata wapi? Mtu alienda bafu, akapata imeekelewa hapo chini. Na nilisema aje hapa. Ilikuwa kesha. Sasa huyu ndio ndugu yake, yani bwana yake, nikasema jameni. Na huyu bwana yake ni mwerevu sana. Hakuwa anaenda kanisa, amekuja Eden, si ndio? Sasa alikuja Eden akasema huko ndio nitapata kila kitu. Angekosa simu. Angekuamini. Angeniamini. Sasa yeye ameniamini ama? Anakuamini. Ananiamini. Na kitu kingine kifanyika tena yasipate, ataniamini bado. Hallelujah. Unajua hiyo ndio kitu ililipata mara ya kwanza. Guy, huyu ndugu kama simu haitapatikana hata niamini. Na mimi nikamwambia Mungu, aibisha shetani ipatikane tu, aibisha ibilisi. Kuna vitu vidogo vinarudishanga mtu nyuma. Si ati nabii ni mbaya. Ukisikia mtu akisema huyo nabii hapana, huyo ni muongo, ni mbaya, ni kwa sababu hakupata chenye anataka. Kuna mtu anapona, akipona anashukuru Mungu, haleluya. Ningekuwa niko kaburini, lakini Mungu ni mwema. Natembea na watu amen, 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 haleluya. Anasema mimi sibanduki hapa. Alafu anaingia tu kwa bafu. Na simu yake ni ile ya 1200. Anaingia tu kwa bafu. Na mtu amekuja amechukua, akapanda pikipiki akaenda kabisa. Akarudi. Anaporudi anakuta hakuna nini? Hakuna simu. Halo nabii Asheri, habari bwana mzuri. Unaweza onako nini? Nikamwambia naona hali iko tu sawa. Mungu aje kuonyesha kwa kitu. Bwana nimetoka tu bafu, nimepata simu imeenda bwana. Unaweza ona ni nani? Jehova atukuzwe. Huyu mtu anataka kumwambie. Unamwambia sijaonyeshwa. Akizima hiyo simu ameongea mambo 20. Umeona? Umeona? Ingekuwa ni sadaka na muitia, si angekuja mbio? Umeona? Unajua pia Mungu anaweza kukujaribu. Mungu anaweza tuma mtu akujaribu kwa simu ya shilingi 500. Aone kweli imani yako iko wapi. Maana Biblia inasema mtu wangu hatajaribiwa zaidi ya imani kuliko aliyo nayo. Kwa hivyo kitu chako cha maana hakiwezi jaribiwa. Hata kujaribu na kasoksi kamepotea. Ukikuta soksi imepotea na huna mchawi ya karibu, sema amen. Arudia, sema amen. Niliwaambia wakati moja usiuenge panya zote kwa nyumba chako moja ama ngapi. Ukiwa unaua moja. Na nawaambia kweli. Hata mimi naishi nyumba ya mabati. Hisi ni ya mabati. Na mimi naishi hapa. Unajua kwa nini naishi nyumba ya mabati? Na ngoja panya ya 3. Sema amen. Nilikuwa kwa nyumba sina chakula na sina chochote kwa nyumba, nimekaa. Lakini nilikuwa naomba na nakumbuka nilikuwa nimechemsha uji. Na nikawa nimekunywa kidogo, lakini naomba. Sasa nashindwa, nikiangalia nimejifungia ndani ya nyumba, landlady amekuja amekaa nje ya mlango. Sasa na nimekaa kwa kitanda. Unajua kitanda yangu ilikuwa inapiga kelele. So wakati landlady alikuja asubuhi, nikasikia anaongea, kuangalia nikamwona, nilirudisha tu mlango polepole. Nikaweka mshumari. Hatukuwa tunafunga na chapi, mshumari. Sema, na kuna mtu alikuwa anakuvamia, imagine. Lakini sasa hivi unafunga chapi 6 na bado wanabomoa. Sijui anatakanga nini, sema amen. Na mtu mwenye amefunga mshumari analala mpaka unamuuliza, ulisikia yako mvua, anakuuliza mvua ilinyesha? Jehova atukuzwe. Shout amen.
Haleluya. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana, watapata. Oh, heri wamtumainio Bwana. Oh, heri wamtumainio Bwana, watapata. Jehova tukuzwe. Narudia tena, Yesu ainuliwe. Panya ilitoka kwa jirani. Unajua inapita, ilitoka sijui ni kwa jirani ama nje. Hiyo panya ilikuwa inapita mbio usiku mpaka uamke. Bahati nzuri ilipita saa 3 kama bado naangalia, nikiwa na taa yangu ya koroboi. Ikapita, nikaiona. Unajua nilishtuka. Sasa ilikuwa imebeba socks, yani kwa mdomo. Sasa inaonekana ni kama ziko double. Nilishtuka. Unajua chaje nilifanya? Hayo ndio hiyo. Kapika, yani natamani kutoroka. Si ati nilikuwa naishtua, maana leo hii ni gani. Nikapiga nduru, nayo kumbe nayo imeogopa wananimaliza, ikaniangukia socks, kaangusha socks. Hapi nikaenda. Nikashindwa socks hiyo panya. Nikaishika hivyo socks kuangalia ndani. Kumbe ni hazina ya mtu alikuwa ameweka tu 500. Sema amen. Yeah. Nilipata tu 500. Endeleeni kuweka. Fungieni kwa socks, na socks yenyewe ina harufu. Unajua hii panya ilibeba harufu. Sema amen. Unajua kuna socks nyingine ukitolea pata kama kuna maziwa na ganda, si ndio? So ikabeba harufu, ilienda kula, kumbe ilikuwa inaniletea. Nilipo na kama uwezi kemea utapata. Kemea, shetani achilia baraka hizo zikibeba. Hata tunaweza teka nyara baraka za anga usiku wa leo. Jehova siku ya leo. Sema amen. Ya nilipoangalia ndani, kama ningedharau niseme panya ilibeba kwa mdomo, ningefaulu. Nilipoangalia ndani kapata, unajua nilisema nini? Ni malaika. Ni malaika. Na nikasema tena singemfukuza. Ningejua ningemwambia kae wapi. Nilimwona kama panya na kumbe ni malaika. Na ningenyamaza angepita. Na sometimes usinyamaze ukiwa kanisani. Paza sauti wakati wa kupaza. Piga yoyo wakati wa kupiga. Shout kwa Jehova. Kuna kitu kitaachiliwa kwa anga. Kuna kitu kitaachiliwa kwa nyumba yako. Kuna kitu kitaachiliwa kwa watoto wako. Hallelujah. Yes. Sema amen. So bado niko hapa juu. Kila asubuhi saa 3 nione ingine, sijaiona. Naona tu tule tudogo nafukuza. Maana hatuna kitu kwa mdomo. Tunangoja Mungu atusaidie. Huyu dada kama yule ndugu angepata, angekosa, angeambia huyu atakuna haja chache. Nabisi ana macho, mbona leo hakuona? Na ambie mwingine aambie, si tunawaambianga, lakini tuliaibisha kwa jina la Yesu. Na ni hapa tu. Nikasema Mungu nisaidie. Aliposimama ndio Mungu akaninenea. Kesho saa 3. Haifiki saa 3. Simu yako watarejesha, waweka hapo chini. Akaenda kulala. Mimi ndio nilimpigia kwanza. Ushaiona mtu nabii anakutafuta wewe mwenye umepotea. Ili tuaibishe shetani. Mungu alininenea nikiwa kwa barabara tu, Thika Road. Mpigie, nikampigia akasema nimempatia. Saa hii nimempatia. Na ndio nilimpigia akasema haleluya. Hakutaka kuamini. Amen. Na leo hii nasema kwa jina la Yesu, tunataka kuitisha hiyo neema ya jana ikae juu yako. Yule yote ambaye alichukua mali yako akaificha, akurejeshe kwa jina la Yesu. Na nasema kwa jina la Yesu akurejeshe. Mungu alitumia kale katoto kuipata. Ni malaika aliingia ndani mwa mtoto kuifungua macho na kuona. Na leo hii nasema Mungu anaenda kufungua macho ya mtu yeyote, rafiki yako, mtoto wako, kuona zile baraka zako mahali ziko. Mungu akubariki dada. Unafaa uombe. So tutakuombea, maana kipao uko nacho, na kipao ulicho nacho kitakufanya ukue wazimu. Nakwambia hivyo. Najua niko nayo. Na unafanyia nini? Wewe unafanyia nini kipao ya Mungu yenye uko nayo? Sina mtu wa kunilea. Kuja ukae hapa. Ana mtu afanya nini? Roho Mungu alinena. Unajua kipao kinafanya mtu anakuwa wazimu. Kuna dada mmoja nikamwambia, keti hapa uimbe kwanza, uimbe. Anatoka Kayole. Keti hapa uimbe. Nataka kujua kipawa chako kinaenda wapi.
Hata wakati nimesema hivyo, utaona mwingine anaenda anamwambia, kumbe unakuanga na kipao. Unaweza nione yako kwetu. Unaweza nione yako nyumbani. Haujui mimi nasema kipawa gani? Jehova tukuzwe. Huyo dada akawa anatoka Kayole, anakaa hapa usiku anajiombea kutoka Friday mpaka Sunday. Na kweli akaendelea. Mtu akaja tu akamwambia, kuja twende tufungue na wewe kanisa, unaweza fanya. Tunatajirisha huyu pasa bure. Sasa hata wewe unaweza nitajirisha aje, na Mungu alinitajirisha kiroho kitambo. Angalia kwa vitu zenye unaweza fikiria. Na uangalie tu ni mtu gani unakimbia naye. Nina mbio wewe, hata kwa shule nilikimbia. Haleluya. Najua nikaokota mwezi usiku. Wewe ushaokota hata kifaranga? Nimeokota jua mara ngapi? Mwezi mara ngapi? Sasa utobishanaje na mimi? Ikiwa naokota hivi, juzi nikawaambia Mungu amenionyesha hiyo ni kuokota tena nyota. Imedunda ikadunda nikaenda nikashika. Kuiangalia ina shine ndani mwake, kuna vitu kama glitters. Lakini ina shine sana, mwangaza tu. Then chini yake ikawa ni kama inaweza wekelewa mahali kasimama. Kuangalia nyuma ina rubber stamp, imepigwa chapa. Mahali inafaa kukalia, yani ukiweka mahali. Mtu mmoja msherisheri akaja akaniambia inafaa iende wapi? Nakuru. Na mimi nikasema wacha ikapa niilinde niitunze. Na nikaambiwa ni pesa nyingi na uchunge. Kipawa yangu ni pesa nyingi na nichunge. Na mwenye anaenda na mimi ataenda pamoja nami. Utembea yeye kwa mwangaza, mwenye ako na mwangaza na unakuwa na mwangaza. Jehova tukuzwe. Mtu akikwambia chochote kuhusu imani, muulize kama ana ndoto. Muulize kwa wewe uliotaka. Hiyo tu swali. Kwa hivyo Mungu akubariki. Sasa ukikubali wewe unatoka Isili unakuja, nitakulea tu hapa. Nitakulea alafu nikuvalisha kitambaa. Kwanza wacha nikuvalisha kitambaa. Kitambaa hiko nitakuvalisha Sunday. Nitakuvalisha kiremba. Nikuombee. Umesikia? Alafu wewe na amani. Ndio ujue huyu nabii. Mungu anaonyesha huyu ni prophet. Kuna miujiza mitatu Mungu amewatendea. Hii ni ya nne. Sasa na nyinyi mtendeeni kwa leo. Moga nitenda leo. Mtendeeni kwa Mungu leo. Kujako tu na pesa mzuri kama 200,000 tupa kwa madhabahu. Mtu akisikia 200,000, mimi nilitoa mpaka 1.8 million. Sasa unasema 200 ati hiyo yote. Keti chini waifanye hesabu mama. Umegaramika na ukifanya hesabu tangu kuja Nairobi mpaka sasa, walai umeshika hata 7 million. Na uko tu Kawangware. Na umeshika na hii mambo ya kusema sina. Sina, hebu calculate. Sina, enda ukae chini. Umetumia 15 million tangu kuja Nairobi. Weka tu nguo, credit, simu, zingine zikaibwa ukanunua ingine. Weka rent, weka watoto shule, weka stima, weka maji ya kununua 10, weka mtura hata yenye unakula ukienda. Weka everything. Weka tu kila kitu fair. Weka, umetumia over 15 million. Na hii mambo ya kusema sina. Na umetoa wapi 15 million? Umemwibia Mungu sana. Umemwibia Mungu. Utakuja garamikia. Mungu si mjinga aliyejua alikupa. Na Mungu si mjinga alijua. Imagine huna. Shakaola watu walifunga tu siku ngapi? Shakaola watu walifunga siku ngapi? Sijui mwezi, na wanakufa wanakuwa mifupa. Na wewe huna na tunanona, si ni kweli? Lakini hatuna na hatukufi. Hatuna na kweli hatuna. Na kweli hatuna. Ambia mwenzako hatuna. Sinasema kweli. Na tunanona, tutakuwa ukubwa tu. Lakini hatuna. Mnanipata kweli? Kweli ungelikuwa huna, unge survive 15 years in Nairobi. Basi kama huna, na kwa nini uko Nairobi? Na hata wacha Nairobi, hata kwenu nyumbani. Wezi niambia watoto watalala njaa. Mungu ni mwaminifu. Alileta msituni mpaka mapera yenye uweki mbolea ni upalili. Na watoto wako wanakula wanashiba. Dada. Leta mchango yangu. Endi unitafutia 1,000.
Mr. John Habwe, sijajua huko. Nimeshukuru kukuona. Mungu akubariki, nikikuona na furahi. Yani nashukuru Mungu. Mungu akubariki John. Nashukuru Mungu kwa sababu yake. Tuangalie kitabu hiki tuingie maombi. Yoshua mlango wa 10:12. Yoshua 10:12. Yoshua 10:12. Alafu niingia hapa sasa. Saa yangu nilikuwa na ngoja ndio hii. Nipigie simu kwa watu wa Mudhurwa, Chango, Kibira. Sini huko kwingine hatutaenda mbali sana. Sijui kwa nini Mungu ametuleta mbali hivyo. Soma haraka. Hatujapata Yoshua mlango wa 10 mstari wa Yoshua 10 mstari wa 12 nasema, ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli. Akasema mbele ya macho ya Israeli. Kuja dada. Patia yule anaandika kwa proforma. Umpe jina lako. Kuna dada ananichangia hapo. Mimi nachanga 3 million kwa watakatifu. Patia yule dada. Ainue mkono mahali huko. Ndio yule. Akuandike kama tu unaweza nichangie kwa hiyo proforma na waombea. Majina haya ninakaa nayo. Waliochanga kama siko Jumapili na Friday. Niko nayo na yaombea. Na kuombea kila saa. Maana ombi langu Mungu anasikia. Amen. Na hata wahi kuacha. Soma maliza maandiko. Yoshua 10:12 nasema, ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli. Akasema mbele ya macho ya Waisraeli, wewe jua, simama kimya juu ya Gibeoni. Na wewe mwezi, simama katika bonde la Ayaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia. Hata hilo taifa lilipokuwa likikwisha yani jua lilisimama mbele yao. Mambo ya Walawi 19:23. Mtakapoingia katika nchi hiyo na kupanda aina yote ya miti na wa matunda, hesabuni matunda yake kama yalivyokatazwa kwa miaka 3. Mtayahesabu kwamba yamekatazwa. Hayaruhusiwi kuliwa. Number 24. Katika mwaka wa 4 matunda yote ya mti huo yatakuwa matakatifu, sadaka ya sifa kwa Bwana. Bali katika mwaka wa 5 mnaweza kula matunda ya mti huo. Kwa njia hii mavuno yenu yataongezwa. Mimi ndimi Bwana Mungu wako. Jehova abariki maandiko. Kuna miti zilizokataliwa usile kwa shamba lako. Kuna miti zilizokataliwa. Lakini Biblia inasema kwa ajili ya hilo shamba, kwa sababu yako, hesabu miezi 4. Mtaanza kuona matokeo kwa mashamba yenu. Na yataongezeka na matunda yenu yatakuwa matamu. Na vitu chochote utakachofanya kwa shamba lenu litakuwa. Leo hii nataka kuombea hawa. Na kuna watu ambao walisema wangeweza kufika nyumbani. Na wako pale nyumbani. Pia wengine. Kenya litakutumanishia ni chumvi. Niweke ndani mwa mtungi ya 5 liters ya maji. Then uichanganye vizuri. Angalia mahali shamba lenu lipo. Na kama kuna mtu alisongeza shamba lako na unalia, chifu amehongwa hawezi rudisha, marumu amehongwa hawezi rudisha, nyumba 10 wamehongwa hawezi rudisha, niweke ndani mwa mtungi ya 5 liters. Nenda jioni kama giza linaanza, mwaka kwa ile line aliyoisongeza mwenyewe. Tuone kama ataamuka kesho. Na kama umesongesha mtu ende urudisha kwanza. Nawaambia kweli.
Jehova tukuzwe. Na kama shamba lenu lina mauti, nenda weka kwa mtungi ya 5 liters. Nenda mwaga mbele ya nyumba yenu. Na kwa sababu ninaenda kuitabiria, usiongee kitu. Mwanadamu ataona watenda uchawi, lakini boma ni lako, unalitetea. Biblia inasema mwanadamu asipoweka ukuta kwa boma lake mwenyewe, jirani hawezi kuwekea. Imani yako si imani ya Nabii Asheri. Baba aliyeniambia nisimame leo. Bire pikipiki yenu inaenda kupatikana, ndugu yako ama kijana yako inaenda kupatikana, haipiti kesho. Kwa jina la Yesu Kristo, na haitapita. Nasema tunataka kuongelesha mchanga huu. Mchanga huu, mauti ulioyachukua yamefika mwisho. Mchanga huu, magonjwa yaliyovamia boma hili imefika mwisho. Kama nzige wana dawa unapuliza wanaisha, sisi tutakosaje dawa ya kumaliza shida kwa boma letu? Boma ambalo watoto wametengana, nichukulia maji tu enda to the same mwaga kwa mlango ya mbele. Enda changanya 5 liters, mwaga ndani, mwaga. Shamba lenu mahali popote linafika. Usisumbuke unaenda kumwaga kwa kila kona, mwaga. Ichukue neema ya boma lenu. Shamba lililo na mauti, shamba lililo na magonjwa, shamba lililolaandiwa, shamba walilosema halitaendelea. Yesu Simba wa Yuda, nisaidie baba yangu, nisaidie mfalme. Walisema watoto wa hii boma hawataoa na hawataoleka. Kwa jina la Yesu mchanga utawaachilia. Aya, shout amina. Narudia tena, sema amen. Dadi unaingia na mtoto. Si wewe ulikuwa hapa tena? Unaingia na mtoto. Unajua umeingia na mtoto, Mungu amenionyesha nini? Kinachokusumbua na kinachowaletea balaa. Huyu mtoto ndio target. Kwa sababu alitarget bwana wako, saa hii akapata ajali. Tena mtoto. Ya, kwa sababu nataka Mungu akampe amani. Watawawinda mpaka mwisho. Na mimi nataka kusema mchanga wa ununuzi. Wakamba si wachawi. Ni kama sisi watiriki si wachawi. Mtiriki ni mchawi? Tiriki si atukwange wachawi. Kwani mnacheka kwa sababu nyinyi si watiriki? Watiriki hatukuangi wachawi, ni watu wanatulaumia, wanatulemea tu. Watiriki hatukuangi wachawi. Hatukuangi wachawi. Yes. Wapigia makofi hao watu. Alafu mngoje mwezi wa 8 ndio mtajua mchu. Mmefurahi ni kama mnajua chenye kitafanyika. Sema amen. Hallelujah. Siku ikifika inafika. Wakati huu kuna watu watatairiwa huko Maragori, sio watiriki huko. Mwezi wa 8 na Disemba. Watu hawapitangi hiyo njia. Kwa maana siku imefika. Na hiyo siku ikifika inakuangi imefika. Kitu kinaweza fanyika. Na leo hii ninasema kwa jina la Yesu, siku yetu imefika. Ya kuokoa familia zetu, ya kuokoa mji wetu, watoto wetu wafunguliwe, shamba liwaruhusu, waliolala chini waume mchanga, waachilie mchanga, watoto wajenge. Shari baba zaya. Haleluya. Nasema Baba, pokea muujiza. Mimi nashangaa miaka 14, 14 years, shamba limewatenga, mkubariki kwa jina la Yesu mwana wa Adamu. Miaka 14 tukae Nairobi,
Nauliza, Christmas hizo ni ngapi? Hizo ni Christmas ngapi? Jehova, yeyote aliye hapa na hujawahi jenga, tunaomba mchanga uruhusu. Kuna mtu ananunua mpaka miti, anaenda anaweka kando. Anaweka kando miti inayooza mpaka inaoza tena, anarudi anapika chakula, wanatumia wanakula. Kwa sababu mchanga hujaruhusu ajenge. Na leo hii nabii Asheri anasema damu yako, Biblia inasema Ezekieli, wakati kitovu chako kilikatwa, damu yako ilimwagika juu ya shamba leno. Ninasema jina uliloitwa, kama ni jina la watu waliokufa wakauma mchanga na wakasema hautajenga, ninasema utaenda kujenga kwa jina la Yesu. Utaenda kujenga kwa jina la Yesu. Utaenda kuonyesha tofauti kwa jina la Yesu. Nasema utaenda kuonyesha tofauti. Walio Sereni, walio Chango, walio Kibira, tunashauta amina. Tufunguliwe kwa anga. Amen. Tufunguliwe kwa anga. Amen. Tufunguliwe kwa anga. Amen. Oh Yesu mwana wa Adamu.